Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo John Heche amefunguka mjadala mpya na mzito wa kisiasa nchini Tanzania kufuatia maelezo yake ya kina aliyoyatoa kuhusu msimamo wa Chama cha Mapinduzi juu ya mchakato wa kupatikana kwa katiba mpya pamoja na namna mwenendo wa maridhiano ya kisiasa unavyopaswa kuendeshwa. Akizungumza kwa kina katika kipindi cha matangazo cha dakika 40 kinachorushwa na kituo cha televisheni cha ITV, kiongozi huyo mwandamizi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo alibainisha kwa uwazi kuwa kuna mgawanyiko mkubwa wa kimtazamo na kifikra ndani ya chama hicho tawala kuhusiana na suala zima la mabadiliko ya kikatiba nchini. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo John Heche alieleza kushangazwa kwake na namna baadhi ya viongozi na wanachama wa Chama cha Mapinduzi CCM walivyojitokeza kumkosoa na kumkemea makamu mwenyekiti wa chama hicho Emmanuel Nchimbi baada ya kiongozi huyo wa ngazi ya juu wa chama tawala kuzungumzia swala la katiba mpya. Kiongozi huyo wa chama kikuu cha upinzani nchini alibainisha kuwa hatua hiyo ya viongozi wa chama tawala kumshambulia mmoja wa viongozi wao wakuu inaibua maswali mengi kuhusu utayari wa kweli wa chama hicho katika kufanikisha mchakato huo wa kisheria na kisiasa. Katika kueleza jambo hilo, makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo John Heche alitoa mfano wa namna mwenyekiti wa vijana wa Chama cha Mapinduzi pamoja na baadhi ya wajumbe wa halmashauri kuu ya taifa ya chama tawala Chama cha Mapinduzi CCM walivyokaribia na kumkosoa waziwazi makamu mwenyekiti wa chama hicho CCM Emmanuel Nchimbi mara baada ya yeye kutoa kauli inayohusu katiba mpya. Kiongozi huyo wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo alihoji kuwa ikiwa Chama cha Mapinduzi kwa dhati kinaunga mkono na kutaka kupatikana kwa katiba mpya, kuna makosa gani kwa makamu mwenyekiti ama makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Emmanuel Nchimbi kuzungumzia jambo hilo, na kwa nini viongozi hao wa ngazi mbalimbali wamkoromee na kumlaumu kiongozi wao? Kulingana na uchambuzi uliotolewa na makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo John Heche kupitia kipindi cha ITV cha dakika 40, mazingira hayo yalionyesha kuwa kuna chama cha CCM ndicho kikwazo kikuu kinachokwamisha kupatikana kwa katiba mpya nchini. Kiongozi huyo alieleza kuwa chama tawala ndicho kinachonufaika kwa kiasi kikubwa na katiba iliyopo sasa, jambo linalofanya mchakato wa kupata katiba mpya uendelee kuchelewa na kukumbana na vizingiti vya kisiasa kutoka ndani ya chama hicho. Kauli hiyo ya kiongozi huyo mwandamizi wa upinzani imeweka mtihani kwa jamii kuhoji iwapo kuna utayari wa dhati wa kufanya mabadiliko hayo au kama bado kuna tofauti kubwa za kimtazamo ndani ya viongozi na wanachama wa chama tawala CCM. Mbali na swala la katiba mpya na mtazamo wa viongozi wa Chama cha Mapinduzi, makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo John Heche pia alizungumzia kwa upana mada ya maridhiano ya kisiasa nchini. Kiongozi huyo alisisitiza kuwa maridhiano yoyote ya kweli na ya kudumu hayawezi kufikiwa ikiwa ukweli hautowekwa wazi na pande zote zinazohusika. Alieleza kuwa mchakato wowote wa maridhiano unapaswa kufuata taratibu zote zilizowekwa kwa uwazi na uaminifu mkubwa ili kujenga mazingira bora ya kuaminiana. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo John Heche alibainisha kuwa maridhiano hayapaswi kuishia tu kwenye kauli za kisiasa au mikutano ya mara kwa mara kati ya viongozi wa vyama, bali yanapaswa kuambatana na hatua thabiti zinazoonekana wazi ambazo zitasaidia kurejesha imani ya wananchi kwa mfumo wa kisiasa. Kiongozi huyo alieleza kuwa pindi taratibu zote zilizowekwa zitakapofuatwa na kutoa mwanga unaoonyesha uelekeo wa kupatikana wa Tanzania katiba mpya, ndipo maridhiano yatakapokuwa na maana halisi, kwani ni vigumu sana kuingia kwenye maridhiano bila kuwepo kwa ukweli na uwazi.
Katika kueleza hali halisi ya mazingira ya kisiasa nchini, makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo John Heche alieleza uzoefu wake binafsi kwa kubainisha kuwa amekuwa akifuatiliwa na magari yasiyojulikana yenye namba mbalimbali za usajili. Kiongozi huyo alisema kuwa matukio hayo ya ufuatiliaji yanaibua maswali mazito kuhusu mazingira ya usalama na mazingira ya kisiasa nchini na namna gani hali hiyo inavyoweza kuathiri juhudi zinazofanyika za kujenga uaminifu na maelewano kati ya wadau mbalimbali wa kisiasa. Kauli hizo za makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo John Heche zimeibua mjadala mpana na mzito kuhusu umuhimu wa uwazi katika kuendesha masuala ya kitaifa, huku ikionyesha kuwa swala la katiba mpya linasalia kuwa nguzo kuu katika mchakato nzima wa maridhiano ya kisiasa nchini Tanzania. Kiongozi huyo aliidhimisha kwa kutoa wito kwa jamii na wadau wa siasa kutambua kuwa msingi wa maridhiano wa kudumu na maendeleo ya kisiasa ni kuweka mambo yote wazi na kushughulikia hoja za msingi zinazowaguza wananchi bila kuwepo kwa urusi au utofauti zinazoweza kukwamisha mustakabali wa taifa. Katika kuendelea kuchambua mada hiyo, makamu wa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo John Heche alionyesha jinsi ambavyo mchakato wa katiba mpya unavyohusiana moja kwa moja na ustawi wa kisiasa wa taifa nzima. Kiongozi huyo alibainisha kuwa pindi chama tawala kitapokuwa na sauti tofauti za ndani kuhusu swala nyeti kama katiba mpya, inaleta utata kwa wananchi ambao wanatarajia kuona mwelekeo ulio wazi kutoka kwa viongozi wao. Alieleza kuwa kitendo cha mwenyekiti wa vijana wa Chama cha Mapinduzi pamoja na wajumbe wa halmashauri kuu ya taifa ya Chama cha Mapinduzi kumkosoa makamu wa rais na makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Emmanuel Nchimbi kinaashiria kuwepo kwa msuguano wa ndani unaozua uwezo wa sauti moja kimkakati kuhusu katiba mpya. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo John Heche alisisitiza kuwa njia pekee ya kuondoa mashaka na utata huo ndani ya chama ya jamii ni kwa Chama cha Mapinduzi kuweka wazi msimamo wake na kuonyesha utayari wa kuendeleza mchakato wa katiba mpya bila kuweka vizuizi vya kifikra au vigezo vya kisiasa. Kiongozi huyo alieleza kuwa maridhiano bila uwazi katika masuala ya kikatiba yatabaki kuwa juhudi zisizo na matokeo yanayokusudiwa, kwa sababu katiba mpya ndio msingi wa haki, usawa na uratibu wa madaraka nchini. Kiongozi huyo wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo aliongeza kuwa masuala ya usalama na ufuatiliaji wa viongozi wa upinzani kama vile mtiririko wa magari yenye namba tofauti yanayomfuatilia yeye mwenyewe ni mambo yanayopaswa kuangaziwa kwa umakini mkubwa, kwani yanahusiana moja kwa moja na kiwango cha uaminifu kinachohitajika katika meza ya maridhiano. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema alieleza kuwa uaminifu hauwezi kujengwa ikiwa kuna hofu au viashiria vya shinikizo dhidi ya viongozi wanaoshiriki katika mchakato huo.